On ele mama. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV popote pale unapotutizama, matumaini yangu makubwa ni kwamba nyote mko waheri wa afya. Asante kwa kujiunga na matukio yetu. Jina langu ni Andrea Mlima, mtazamaji wa Nipe News TV. Leo hii nawakaribisha kusikiliza matukio yetu, tukianzia katika mji wa Kinshasa ambako polisi imewashambulia raia kwenye vilabu vya pombe. Hayo ni baada ya kuivunja sheria ya kutokutembea baada ya saa 5 ya usiku. Tutazame namna gani raia hao walivyoweza kushambuliwa na askari polisi wakiwekwa viboko. Mais c'est là-bas tu me dis. Vous en avez Ben, notre chef est là. Oui, il est là. Mais je te téléphone. Je connais sur le général qui est là. Ok. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Il est là, le général est là. Brutalisez-moi. Il ne faut pas résister. Non, je ne résiste pas. On y va. C'est là. Proximité, ça lui va. Ok, c'est là. C'est là. Et non. Proximité. Il n'y a qu'à la proximité, voilà. Il n'y a qu'à la proximité. Ok, what? Goma. Hatimaye wasiwasi zidi ya volkano yapungua miongoni mwa raia huku ni baada ya alama zote za mlipuko wa volkano kuisha. Tusikilize ripoti ya mwandishi wetu Toussaint kutoka katika mji wa Goma namna gani inavyosumulia. Ndugu watazamaji wa Nipe News TV, leo tumekuja kuonesha nini kitu ambacho kimepita hapa mjini Goma na namna gani hii mlipuko wa volkano iliumiza watu. Tazameni hapa, kuna watu wengi ambao wamefariki hapa na manyumba mengi sana ambayo yameharibika hapa. Alafu sasa mkiwa mko mbali mnasikia habari ya mkujionea. Unaona hapa kote kulikuwa hakuna taa, hakuna chochote hapa. Kulikuwa tu manyumba. Alafu sasa kama unaona wote mlima ambao uko hapa ni mlima wa ile bui ya lave. Lave ndio ilifua wote mlima hapa, kumekufa watu wengi sana, sijui manyumba ya kifahari ambayo imeharibika hapa. Ni vitu vya kushangaza sana. Na nitaombeni sana yeyote yule ambaye anajiona kama ana ndugu hapa jimboni Kivu Kaskazini mchini Goma na ambaye anamuomba msaada, tafadhali tafadhali muwasaidie wa ndugu marafiki hapa mchini Goma. Watoto wamebaki wengi sana mayatima, wengine wanalala nje, hawana hata nafasi za kulala. Wengine wanapigwa na mvua, wajawazito vile vile. Ndugu watazamaji, naombeni sana, ni mambo ya kusikitisha sana. Na tumrudilie Mungu. Nimeona moto kama huu. Moto huu kama moto wa jehanamu utashinda moto kama na huu. Yaani jehanamu itakuwa hatari.
ni wakati ya kutengeneza maisha yetu na kuwa karibu na Mungu, kwa sababu moto kama huu mimi nimesikia uoga. Nimezaliwa nilikuwa nisijaona kitendo kama na hichi. Hii ambayo imepita hapa ilikuwa mambo ambayo kila mtu amejiuliza, tumekosa kupata jibu kama ni nini ambacho kimetokea nchini Goma hapa jimboni Kivu Kaskazini. Tunawashukuru sana. Tunaomba mujiunge na Nipe News TV kwa kupata habari mingi sana. Tutaona panapo majaliwa. Ni mtangazaji wenu Daktari Tusambe Asumani. Asanteni. Tukisalia tu katika mji wa Goma ni kwamba Waziri Mkuu Sama Lukonde amekutana na viongozi wa jiji hilo la Goma na kupangilia taratibu za kurejesha wakimbizi waliokimbia mripuko wa volkano. Tufuate hapa ujio na mazungumzo ya Waziri Mkuu Sama Lukonde. Excellences, Messieurs. Vérifie rapidement. Donc je suis Diego Zorrilla, je suis le coordonnateur humanitaire adjoint et effectivement nous venons d'une session de travail avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, accompagné d'un grand nombre de ministres de sa délégation qui sont déplacés ici à Goma. Ils ont réussi à atterrir dans l'aéroport de Goma, donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle, l'aéroport semble être rouvert. Et pour justement planifier les suivantes phases de cette situation pour la population de Goma et un éventuel retour. Ce retour n'a pas encore été annoncé par les autorités de l'État, c'est à elles que ça correspond de faire, mais il y a une planification qui est en cours. Et de l'autre côté, les humanitaires, on a expliqué tout ce qu'on a pu faire dans les derniers jours pour donner un appui à la population déplacée là où elle se trouvait déplacée, à Sake, à Minova, à Bukavu, à Rutshuru, à Kiwanja et dans d'autres endroits. C'est nécessairement une aide insuffisante, c'est nécessairement une aide qui a été mise en pied très rapidement. La population souffre,
là où elle se trouve, malgré cette aide que nous avons pu apporter. Et maintenant, avec le gouvernement va planifier la phase du retour. Et dans ce retour, bien sûr, les humanitaires seront prêts à faire leur part, tout en sachant que nos capacités sont très mises à l'épreuve par la quantité énorme de crises humanitaires qui sévit, ou bien qui se donne à l'est du Congo, notamment la situation en Ituri qui nous inquiète beaucoup, la situation aussi dans les hauts plateaux du sud Kivu, aussi dans le territoire de Djougou, aussi dans le Tanganyika, enfin dans beaucoup d'autres territoires de Beni, dans beaucoup d'autres territoires où malheureusement les conflits génèrent des déplacements de population auxquels s'ajoutent des problèmes structurels comme la malnutrition et puis le manque d'accès à la nourriture qui créent des besoins humanitaires énormes. Donc nous allons continuer à appuyer bien sûr la population de Goma, là où elle se trouve maintenant. Nous allons continuer à appuyer ce processus de retour, mais ce processus dirigé par le gouvernement. Mais nous n'oublions pas tous les autres besoins humanitaires qu'il y a dans le pays. En quoi consistait votre aide autour de la première phase? C'était essentiellement basé sur vous. Autour de la première phase, on a donné un appui, j'imagine que vous avez été à Sake, à Rutshuru, à Kiwanja, dans tous les sites. Il y a une distribution d'aliments qui a été faite pour la population déplacée. Il y a eu du travail qui a été fait en matière d'eau, assainissement, en matière d'accès pour donner de l'eau d'urgence parce que ce sont des zones, Sake notamment, il y avait très peu d'accès à l'eau parce qu'il y avait un système d'eau mais qui a été dégradé par manque de manutention. Donc avec l'influx de nouvelles personnes, il a fallu mettre de l'eau d'urgence. D'ailleurs, on l'a aussi fait dans les quartiers de Goma où la distribution d'eau a été endommagée. Il y a eu une action avec des abris aussi, des abris temporaires, des abris de fortune, des abris collectifs. Il y a eu l'accès à la santé pour prévenir la transmission l'expansion de maladies à risque épidémique, notamment le choléra qui est endémique dans la ville de Sake. Donc beaucoup de choses ont été faites. On a mobilisé des ressources, on a mobilisé plusieurs millions de dollars. Le coordonnateur humanitaire lui-même est venu ici, accompagné d'une forte délégation de Kinshasa. Ils sont partis hier. Donc on a beaucoup fait en un court espace de temps pour aider la population qui s'était déplacée suite à la décision du gouvernement émise entre la nuit du mercredi et du jeudi, il y a 10 jours. Mais moi, ça me semble déjà, ça fait déjà 10 mois, tellement les jours sont passés vite ces derniers jours. Et si pour moi, ça me semble ainsi, encore plus pour la population qui souffre, qui est déplacée, qui est en dehors de leur maison. Espérons que l'évolution de la situation par rapport au volcan et par rapport à la sismicité va permettre que le gouvernement donne ce feu vert pour le retour sur la ville de Goma. Au retour, le gouvernement a promis de donner des tôles à ces familles, au retour, les familles sinistrées. Ce sera quoi votre degré d'intervention lorsque ces familles vont retourner sur la lave pour construire? Vous parlez d'une promesse faite par le gouvernement, très bien, moi je ne suis pas, enfin bien, si le gouvernement veut donner des tools, c'est très bien. Nous les humanitaires, on se concentre sur l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, c'est l'aide qui aide à sauver des vies. Pour les personnes, les 3000 et quelques ménages qui ont tout perdu, on va voir si c'est nécessaire avec le gouvernement de donner une assistance d'urgence. Mais nous ne sommes pas, nous les humanitaires, on n'est pas dans la reconstruction, on n'est pas dans la réhabilitation de long terme. Comme je dis, il y a des millions de compatriotes congolais et congolaises qui vivent dans des conditions effroyables, dans des familles d'accueil, dans des camps de déplacés. C'est vers eux que va se concentrer notre assistance première. Mais bien sûr, nous restons à l'écoute des besoins de la population de Goma aussi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Sinon, ça n'aura pas de sens. Oui, les deux pardon, je prends maintenant des mains. Le premier minute à ça. Oui, d'accord. Na huko Beni ni kwamba chinja yaendelea katika vitongoji vya jiji hilo la Beni. Tufuate ripoti ya mwanahabari wetu Musekedide kwenye laini ya simu na ndugu Bin Omar. Ndugu Dide, tuambie hali gisi inaendelea hapo Beni. Tumeona damu ya watu inaendelea kumwagika,
hata kama etat de siege imekuwa ni utawala ambao wanajeshi ndio wanatawala kuwa wa governor, lakini video zinaonyesha kwamba damu ya watu inaendelea kumwagika, kuchinjwa. Kweli kuna matumaini yoyote na hiyo serikali ya etat de siege hapo Nord Kivu na Ituri? Bila shaka matumaini yapo, ukilinganisha zaidi sana na vile ilivyotarajiwa, kama vile rais wa nchi Felix Tshisekedi Chilombo alivyotangaza, ili kuweko mpango wa dharura kama ulioko hivi sasa, kama tunavyoita kwa kimombo etat de siege, ni kwamba una matumaini. Lakini tatizo kubwa ni kwamba unajua watu ambao wanaendesha mauaji yenyewe kwa kweli hawafahamiki bayana. Ninapozungumza hawafahamiki bayana ni kwamba ADF kama vile wanavyotajwa kila mara na serikali au jeshi la serikali ni mtandao mrefu hivi sasa. Ni kwamba awali walijulikana kama vile wahasi wa Allied Democratic Forces wenye asili ya Uganda, lakini hivi sasa ni mtandao mrefu ambao unayaunganisha mataifa mengi, na hali ya operesheni zao ni hali ya operesheni za kigaidi. Na ndio kwa maana licha ya kwamba imetangazwa huu mpango wa dharura, mauaji ya gali bado yanaendelea, na sio jambo rahisi wala kusema kwamba mwezi mmoja kutosha. Ni mapema mno kusema kwamba matumaini yapo au hayapo, ni mapema mno. Na kuhusu hao watu, hiyo serikali kumrazi, kwani mnaamini kwamba itaendelea kuwepo? Kwa sababu tunaamini kwamba mtandao wenyewe ni watu ambao labda wanaangalia hali ya hewa na wanajua jinsi gani watajificha wakati wa etat de siege. Kwani hakuna uwezekano wa wao kujificha kwanza alafu etat de siege kiisha alafu tena wanarudilia kufanya mambo yao? Labda ungerejelea tena kuhusu swali. Swali langu la pili ni kwamba tunajua kwamba huo ni mtandao mrefu sana ambao labda umeshawishi watu wengi hapo eneo za Beni na Ituri. Sasa etat de siege ikiisha, labda ikifanya miezi miwili ama mitatu na wanarudi huko Kinshasa, hawatarudilia tena hao waasi wa ADF kuendelea kumwaga damu ya watu? Bila shaka swali lako mzuri na muhimu kabisa, kwa kuwa ikiwa inaweza ikatokea hivyo, hali ambayo wengi hawafurahii iwe hivyo, na itakuwa ni huzuni mkubwa, kwa kuwa malengo ya kuundwa kwa serikali ya dharura ambayo magavana wamekuwa ni askari jeshi, yani magavana wamekuwa ni askari jeshi, malengo na shabaha ni kwamba watu wao ambao ni magaidi wao wametokomezwa. Na endapo inaweza kuwa wakati serikali hiyo ya dharura imeundwa ndio waweze kuonekana kama wametokomezwa, lakini baada ya serikali kufika mwisho wake waweze kurejelea tena, itakuwa kama vile ilikuwa ni kitendawili au mchezo ambao wa paka na pusi, yani paka na panya. Na hilo kwa kweli aliweza ile kawafurahisha wengi, na itakuwa kama vile huenda kile ambacho kilifanywa ilikuwa ni kupoteza muda tu. Na ukilinganisha utawala wa gavana wa uraia na utawala wa gavana wa kijeshi, ni changamoto gani ambazo watu wanapata ukilinganisha na utawala wa kiraia? Kuna changamoto zozote ama hali ni moja tu? Swali lako mzuri, hata imenipelekea labda kucheka, licha kwamba bila shaka ni swali shugu. Bila shaka unapoangalia mambo gisi yanavyokwenda, ni mapema mno kama vile nilivyotangulia kusema kwamba iweze kuzungumziwa kuna mafanikio au la. Lakini kila ambacho tunachofahamu ni kwamba iwe uongozi wa kijeshi iwe ule wa raia, ni mapema kuzungumzia kuhusu uongozi wa kijeshi wamepata mafanikio au hapana, kwa sababu kabla ya uongozi wa kijeshi na hata wakati huu ambao ni uongozi wa kijeshi, watu wangali bado wanauawa. Na kile ambacho raia anasubiri si kusema kwamba labda waasi wametokomezwa, wamefukuzwa. Kile ambacho raia
yani wanaendelea kusubiri ni kwamba kuona mauaji hayapo tena. Unaona, hapo ndipo tatizo lipo, na hapo ndipo kuna kitandawili kuzungumzia kabla ya uongozi wa kijeshi na wakati wa uongozi wa kijeshi. Tuyaachie majira muda, lakini hivi sasa ingali bado mapema, kwa kuwa mwezi mmoja hautoshi ili watu waweze wakazungumzia mafanikio au kushindwa. Hiyo ndio tatizo lililopo. Sasa ndugu Dide, kwa kumalizia swali zangu, nataka nijue ni hatua gani ambazo uongozi huo wa kijeshi umechukua kwa kutokomeza ngome hizo za ADF NALU, na ni vijiji vingapi ama ni ngome ngapi ambazo wameisha dhibiti kwa sasa tokea wameanza uongozi wao hapa? Bila shaka ni mwezi mmoja hivi sasa, kwa kuwa uongozi wa kijeshi ulianza rasmi tarehe 6 Mei mwaka huu tulionao, na hivi sasa ni mwezi mmoja, tunakaribia mwezi mmoja hivi sasa tangu uongozi huo uweze kuanza operesheni zao. Tunapozungumzia kwa mfano takwimu tulizonazo kutoka mkoa wa Kivu Kaskazini, hususan kwenye makazi ya mkoa huu, tukichukulia yale ambayo yalitangazwa na msemaji wa operesheni Sokola ya pili huko mjini Goma, ambaye ni Meja Njike Kaiko Guillaume, alisema kwamba ni vitongoji 12 ambavyo vilikuwa chini ya udhibiti wa vikundi vinavyosikilia silaha haramu ambao viliweza kudhibitiwa na vikosi vya serikali hivi sasa, na kuna waasi 100 ambao waliweza kuuawa. Kuna takriban silaha aina ya AK-47, yani AK-47 13 ambazo ziliweza kukamatwa. Na tukichukulia mfano wa maeneo ya kaskazini kuu, yani Beni na kando kando, apatao waasi wa Allied Democratic Forces ADF 50, takriban 50 ambao tayari wamekwisha uawa. Kuna silaha nyingi hivyo ambazo zimeshikwa, na kuna baadhi ya watu ambao wanatajwa huenda wakawe ni wale wanaohusiana na waasi hao ambao nao vile vile wamekamatwa, na ambao baadhi yao kuna raia wa kawaida na wale ambao huenda ni watu wa tabaka mbalimbali. Na tunapochukulia mfano wa mkoa wa Ituri na ule wa Kivu ya Kaskazini, utakuta kwamba idadi inayotolewa na uongozi wa kijeshi ni kwamba ni zaidi ya watu karibia 100 ambao wao wamekwisha uawa, na kwa bahati mbaya miongoni mwa wale ambao wanatajwa vile vile ni zaidi ya raia wa kawaida wasiokuwa na hatia yoyote ambao wao vile vile wamekwisha uawa. Na ndilo linalohuzunisha zaidi, kwa kuwa malengo shabaha ya kuundwa kwa serikali ya dharura ni kuhakikisha kwamba waasi kwanza wametokomezwa na mauaji yamekomeshwa, kwa kuwa ijapo waasi wangeliweza kuwa na waendeshi mauaji, msiamini kuwa serikali ya dharura ingeweza kuundwa, lakini malengo na shabaha kabisa ni kuona kwamba mauaji yameweza kukomeshwa. Lakini lazima nikumbushe hapa kuwa jitihada zipo, serikali inafanya kile wanaloweza, ila wao ni watu labda wanazoea au wameweza kupata mafunzo ya vita vya classic, lakini hivi ni vita vya misitu vya ugaidi. Sasa hiyo huenda waasi uotea jeshi, na kuna askari jeshi ambao vile vile wanapoteza maisha. Hiyo ndio tatizo kubwa tulionayo. Tuyaachie majira muda kama nilivyotangulia kusema, na tutaweza kuleta labda uamuzi kuamua matukio ya serikali ya dharura mnamo siku za usoni. Na kwa kumalizia ndugu Dide, kuna swali zingine 2 ambazo tutakuwa kwa haraka kwa kuzijibu. Watazamaji wa Nipe News TV kwanza wanataka kufahamu lengo la operation hizo ni zinalenga tu ADF NALU ama zinalenga pia vikundi vyote vya uasi ambavyo vinaendelea hapo North Kivu? Alafu pia activities ama kazi za kawaida za kibinadamu kama vile wahenda mashamba, wafanyabiashara, kwa sasa wanapata nafuu ya kwenda kwa mashamba kwa sababu serikali imeimarisha ulinzi zaidi hapo? Bila shaka jeshi, licha ya juhudi zinazofanywa na jeshi la serikali, bila shaka waasi hao unajua ni vigumu kujua kwanza kile wanachokitafuta, kwa kuwa licha ya kwamba wanazungumza au serikali ya Marekani waliwatambua hao kuwa kama vile kikundi cha kigaidi kinachojulikana kama vile Daesh,
lakini wengi mara na mara ni watu ambao hawakiri baada ya mashambulizi kwamba sisi ni kundi fulani tunahusika na hiki au tunafanya hiki au kile, ila tu ni baada ya siku katika uchambuzi na kutathmini ikaje kujulikana kwamba ni waasi wa ADF ambao wana uhusiano na makundi mengine ya kigaidi kote ulimwenguni. Na malengo kama vile nilivyozungumza ni kwamba wao kabisa serikali ilipenda ihakikishe kwamba yaani waasi hao wameweza kumalizika na wakaaji wameanza kuzuru makazi zao hasa mashamba. Lakini muda ambao tulionao kuna maeneo ambako wakaaji hawaruhusiwi kupafika, ikiwa labda hawaruhusiwi na serikali, lakini kuna maeneo ambako ndiko waasi walikuwa wakifanya operesheni zao miaka iliyopita, na hiyo inajulikana kama vile pembe tatu, kwa kimombo wakisema triangle de la mort, yani pembe tatu za kifo. Hao tayari serikali wamekwisha dhibiti maeneo yote hayo. Lakini kwenye mtandao wa barabara namba 4 itokao na yani barabara ya taifa namba 4 kutoka Beni kuelekea Kasindi kwenye mpaka wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, kingali swala shughuli ambalo mashambulizi angali bado yanaendeleshwa kila leo na watu wanaendelea kuuawa, gari uchomwa, biashara uharibiwa, yaani ingali ni ya swala ngumu sana kwa watu wangali bado wanaendelea kuuawa, na haswa maeneo ambako ni nje ya miji mikubwa watu wanauawa sana tena sana, na watu wanaogopa kwenda mashamba, maeneo ambako bila shaka watu ambao wanaendesha shughuli za mashamba wanakutwa ndani ya shamba zao na wanauawa, na hata vile vile askari ulawala ambao wanauawa. Hiyo ndio changamoto kubwa ambao iliyoko hivi sasa. Na biashara katika mji, biashara vinaendelea. Ukija katika jiji la Beni utakuta kwamba biashara vinaendelea bila tatizo lolote. Hutaelewa ikiwa kuna mauaji. Na watu ambao wanapatikana mbali unafikiria kwa kuwa mauaji yako hakuna shughuli. Hapana, kuna watu ambao wanajitahidi na kuweza kuwekeza na shughuli zinaendelea bila tatizo lolote. Shule, watoto wanakwenda shule, mashule yanafungua milango, watu wanakwenda. Ila katika maeneo ya wilaya ya Beni lazima hili wasikilizaji wetu waweze kabisa kuweka hivi ndani ya akili zao kwamba kwenye maeneo ya kando kando huko mitaani haswa katika wilaya watu hawaende. Kuna mashule zaidi ya 20 ambao watu hawakwendi shule. Kwa nini? Kutokana na ukosefu wa hali ya usalama na mauaji ya kila leo. Hiyo ndio tatizo iliyoko hivi sasa. Asante sana ndugu Dide, tunatumai kwamba watazamaji wa Nipe News TV wataendelea enjoy ama kufurahia ripoti zako kutoka Beni. Mungu akubariki, tumeshukuru sana kwa hilo na tunategemea kwamba wiki ijayo tutapata mengi kutoka jiji hilo la Beni. Asante. Asante na mimi nakushukuru sana, na hivyo nitawaomba watazamaji wa Nipe News wasikose kusubscribe ili kuweza kupata mengi, hasa wale ambao wanapatikana katika nchi za kigeni ambao wanaitwa diaspora, wasikose kusubscribe, na hata wale wanaopatikana mjini wa nini kinachoendelea katika maeneo haya ya mashariki, licha ya kwamba mitandao ya kijamii na mambo mengi, ila ukisikiliza, ukifuata, unaposubscribe Nipe News utapata habari motomoto na za ukweli tena za undani. Asante. Asante, kwaheri. Na mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Shukrani zangu za dhati ziende nyote ambao mmeweza kututizama na kutufuata moja kwa moja. Endapo unahitaji kupata habari kemkem kutoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi za Afrika ya Kati na nchi ya Afrika Mashariki, ni bora kujiunga na Nipe News TV. Vile vile uweze kusubscribe matukio yetu haya ambazo ni habari zinazochujwa na habari ambazo zimetengenezwa vizuri. Jina langu ni Andrea Mlema ambaye nimekuletea matukio haya. Sina la ziada, endelea kubaki nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu. Kwa heri.